Jina langu ni Segule, mkurugenzi wa bodi ya maji bonde la Pangani. Tumekuja hapa leo bwawa la Nyumba ya Mungu maalum sisi kama management pamoja na bodi kwa ujumla kwa ajili ya kuangalia mwenendo kwanza kuangalia mteja wetu TANESCO namna gani anavyochukulia huduma anayoipata kutoka kwenye bwawa la Pangani, na kama kuna changamoto tushirikishane. Lakini mbili ni fursa pia kuangalia sasa mwenendo wa bwawa lenyewe la Nyumba ya Mungu kwa sasa linaendeleaje, maji yaliyopo na takwimu tunazipata za kila siku, lakini hali halisi ikoje. Hivi leo hapa tulipo tumesimama katika eneo la spillway, ndio eneo la utoro ambapo maji ya bwawa ya Nyumba ya Mungu likishafika ile kiasi chake cha juu ambacho ni mita 688.91 kutoka usawa wa bahari. Likishafika usawa ule, kwa kawaida lina spill, linamwaga maji ili kupunguza maji kutoka kwenye bwawa ili kuepusha uwezekano wa kuharibika kwa bwawa. Kwa hiyo tumeridhika kwamba kwa kipindi hiki, kwa sababu ni kiangazi, hali hii ni ya kawaida kwamba hapa pako dry, hapana maji, lakini pia TANESCO wametuambia maji walio nayo yanawatosha kuzalisha umeme mpaka inapofika wakati wa vuli. Kwa hiyo sisi kama management, lakini pia mimi nikiwa pia na mimi ni katibu wa bodi, niseme kwa maana ya utendaji, sisi tumeridhika kwamba na TANESCO na wenzetu nao wanafanya majukumu yao, na tumekuwa na amani kwamba maji yaliyopo yataweza kuendelea kuwatosheleza kwa kazi zilizobaki. Lakini jambo hili kuna wajibu pia hapa wa wananchi, ambao wananchi wanapaswa sasa kuendelea kuhakikisha wanatunza maeneo ya vyanzo ambayo yanachangia kuleta maji kwenye bwawa Nyumba ya Mungu, ili haya maji yasije na matope na matakataka. Kwa hiyo kuna wakati tukifurahia na kushukuru kwamba tuna maji ya kutosha kwa ajili ya shughuli za kuzalisha umeme ambao kwa sasa tunautaka sote. Kama unavyojua, serikali iko kwenye kampeni ya kupeleka umeme kwa kila mwananchi. Sasa wajibu wetu sisi kama wananchi ni kuhakikisha vile vyanzo au vile vyanzo ambavyo vinatumika kuzalisha umeme vinaendelea kutoa huduma, na chanzo kimoja wapo kikuu cha umeme rahisi hapa nchini ni maji. Sasa wajibu wa wananchi ni kuhakikisha haya maji hayaji na matope, ili bwawa liendelee kudumu na liweze kutuhudumia sisi sote tuweze kupata umeme kwa muda mrefu. Tunaambiwa hili bwawa limeanza operation yake hapa mwaka 69. Lilikamilika mwaka 69 likaanza operation. Mpaka sasa limeendelea kutuhudumia kwa sababu kuna watu huko nyuma walizingatia kukaa au kutokufanya shughuli ambazo zinaathiri vyanzo vya maji, na ndio maana alipo. Vinginevyo lingekuwa lishajaa tope zamani. Kwa hiyo mimi nitumie fursa hii pia kuwaasa wananchi wenzangu tuendelee kuimarisha jitihada zilizopo na kushirikiana na serikali. Wakati tunaposema watu jamani, wasifanye shughuli za kibinadamu karibu na vyanzo, watu wasiharibu vyanzo, wasitumie maji vibaya. Yote hii lengo ni kufanya hivi vyanzo vya maji viendelee kuwa endelevu na tuweze kupata faida zinazopatikana kutokana na vyanzo hivyo. Sisi ni wadau katika bonde la mto Pangani. Tunashirikiana vizuri sana, haswa katika swala la kumonita maji na utunzaji wa bwawa kiujumla. Inatokea hasa pale level ya maji itakapokuwa ndogo, lazima tuwataarifu au wao wapate information kuwa level ndogo na uzalishaji wetu tuzalishe kwa kiwango fulani. Kwa hiyo ushirikiano wetu ni mzuri sana. Palipokuwa na ushirikiano, tunasema maendeleo yapo na ufanisi wa kazi upo vile vile. Hali ya bwawa saizi tuna upungufu wa maji ambapo tuna level ya 686.72, ambayo hiyo level inatusababishia sisi tuweze kuzalisha mashine mbili, kwa sababu kiwango cha mwisho bado hakijafikia, ambayo ni 685.91. Kwa hiyo hii hali inatupelekea sisi tuweze kuzalisha hadi hiyo level itakapofikia.
Changamoto haituasili kwa vyovyote, ila japokuwa uzalishaji wetu sisi unategemea maji. Pasipokuwa na maji uzalishaji unakuwa hamna. Kwa hiyo kuna muda tunaweza kukawa na maji mengi na kuna muda tunaweza tukawa na maji machache, lakini uzalishaji utaendelea. Aidha tunaweza tukaendesha mashine zote mbili au tukaendesha mashine moja tu, ili kuconserve kiwango cha maji ambacho kinachohitajika ili shughuli nyingine ziweze kuendelea. Naitwa Victor Runyoro, mimi ndio mwenyekiti wa bodi ya bonde la Pangani, na tumekuwa katika ziara hii kutekeleza majukumu yetu kama bodi kwa mujibu wa sheria inayounda sheria ya rasilimali za maji ya mwaka 2019. Jukumu letu kubwa ni kutunza hizi rasilimali za maji, hasa vyanzo. Na katika bonde letu hili tunao watumiaji wa aina mbalimbali. Tunao watumiaji wa kuzalisha umeme kama tunavyoona shirika la serikali la TANESCO. Tunao wakulima wakubwa kama kiwanda cha sukari cha TPC. Tunao wakulima wadogo wadogo. Tunao wachimbaji wa madini. Tunao wavuvi. Kwa hiyo hawa wote watumiaji wa maji, kwa sababu sisi ndio tumepewa jukumu la kutunza hii rasilimali, inabidi tuwafahamu mahitaji yao, lakini kuna wengine ambao mahitaji yao ni makubwa zaidi kuliko uwezo wa vyanzo vyenyewe. Kwa hiyo bodi vile vile ina jukumu la kuangalia migogoro inakotokea kusudi tuweze kuitatua, kila mtumiaji aweze kuridhika kwa kiasi chake. Kwa hiyo sisi kama bodi tuliona kwamba hatuna sababu sana ya kuwa tunakaa ofisini kusubiri migogoro ije. Ni vyema tuje huku tuwaone watumiaji wetu, tuwasikilize, tujue na matatizo gani wanayo na ni faida gani wanazipata. Kama yako matatizo tuweze kuyawahi, kama hayapo tuweze kuendeleza shughuli yetu ya kuhifadhi hizi rasilimali.